Dunia imejipanga katika kuuza elimu na kwamba hatupata elimu bora ila mwenye pesa nyingi. Maana yake ni nini? Hapa tuelewane. Maana yake ni kwamba viongozi bora wa dunia watakaoendesha dunia hii ni watu maalum, yaani wale watakaoshika dunia hii na kuiendesha watakuwa watu maalumu. Hatakuwa ni mtoto wa maskini, kwa sababu anayeweza kununua elimu bora ni mtu mwenye uwezo. Sasa kule kuna mwalimu bora. Ukienda katika mashirika yetu haya yanaitwa ni ya kwetu ya kimataifa kama UNESCO, wanasema kwamba rakaizul ilmi, mambo ya msingi ya elimu ni matano. Yasikilizeni: kusoma mtu kwa ajili ya kupata maarifa, namba 1 kwa mujibu wa UNESCO. Alafu mtu asome kwa ajili ya kufanyia kazi elimu, wanasema wenyewe at-taallum min ajli fi'l. Namba 3, kusoma kwa ajili ya kuishi pamoja. Pigieni mstari hilo la kuishi pamoja. Namba 4, kusoma kwa ajili ya wanadamu kuendelea kuwepo. Yaani mwanadamu kama hana maarifa, kuna hatari ya kuendelea kuishi. Hatojua namna gani atunze mazingira, hatojua namna gani ajitibu akiugua. Kwa hiyo elimu ndio inatufanya tuendelee kuwepo. Kwa hiyo tunaweza kuangalia maradhi, tunaweza kujua namna ya kuamiliana na mazingira, tunajua namna ya kuishi ili tuendelee kuwepo. Lakini kusoma kwa ajili ya kubadilika, mtu abadilike, na hilo pia lipigieni mstari. Haya tutayarudia huko mbeleni, yana umuhimu sana. Sasa nataka kusema hivi, mhimili wa kwanza wa elimu popote pale ni mwalimu. Mwalimu bora anaweza kuzalisha mwanafunzi bora. Mwalimu asiyekuwa na ubora hawezi kutengeneza mwanafunzi bora. Sehemu ya kufeli kwa mwanafunzi ni kufeli kwa mwalimu.